Na asante sana kwa kuendelea kutizama Jukwaa la Afya. Ndani ya studio hii leo tunaangazia huduma za wauguzi na wakunga, ikizingatiwa kwamba wiki hii ulimwengu unaadhimisha wiki ya wauguzi, na wiki iliyopita ilikuwa ni wiki ya wakunga, lakini wenyewe wanasema walianza kusherehekea tangu wiki iliyopita wote kwa pamoja. Na ndio maana hii leo wako hapa ndani ya studio kuzungumza na sisi, kutufahamisha mengi tu kuhusiana na yale wanayoyafanya, changamoto wanazopitia na ni vipi ambavyo wangependa vifanyike ili kuhakikisha kwamba utoaji huduma kwao na kuwa rahisi, unamsaidia mwananchi na pia kusaidia taifa kusonga mbele na kuimarisha sekta ya afya. Sasa kabla tuende kwenye mapumziko, tulikuwa tunazungumzia swala la mwanafunzi kuja kujiunga. Nadhani umelifafanua vizuri. Iwapo mtu atakuwa na swali, nadhani baadaye ikiwa atataka kuzungumza nawe moja kwa moja, tutampatia fursa hiyo. Lakini kwa sasa tungependa kujua, pengine mnapokuwa pale hospitali, mbali na changamoto za malipo ambazo hizo ndo zimekuwa zikijitokeza zaidi, kwamba muuguzi mkunga haangaliwi vizuri, mwingine atakuwa na madhila yake kutoka nyumbani akiyapeleka pale hospitali, na madhila yenyewe nadhani mengi yanazunguka yanakuja katika masala ya fedha. Lakini hiyo tunaomba na kutumai kwamba itatatuliwa ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa. Changamoto nyingine ni ipi ambayo pengine nikizungumza na wewe Maureen, mnaishuhudia pale hospitali? Maanake kama Dija alivyotueleza, nyinyi ndio mko na mgonjwa, pengine utakuwa pale na mgonjwa kuanzia asubuhi mpaka masaa yako ya kutoka, uko nyumbani lakini bado unaulizia mgonjwa wangu anaendeleaje? Unaona, sasa ni vitu gani ambavyo mnadhani vinakuwa ni changamoto kwenu mpaka vinawafanya mnaona hii kazi inakuwa inawalemea kiasi? Asante sana Mwanahamisi. Ni mambo mingi ambayo inasumbua wauguzi, lakini pia kuna kitu inaitwa emotional strain. Unapata mtu ako pale kazini amekumbwa na mawazo. Anaweza kuwa amebeba kutoka mambo yake ya nyumbani, ameyaleta pale. Kwa hivyo hata ule muuguzi akiwa pale, badala ya kupata kama mwajiri aweze kumsaidia ili akuwe na ile counseling sessions ambayo anaweza angaliwa ni nini ambacho kinamsumbua yule muuguzi. Unapata pia ile mandhari haiko favorable ama si mzuri ya ule muuguzi. Kwa hivyo unapata hata wauguzi wengi saizi ukienda kufanya uchunguzi, utapata kuwa unaweza pata muuguzi pia alijitia kitanzi. Wengi wanatumia labda dawa kadhaa ambazo zinatumika hospitali ili mtu akaweza kujitoa uhai. Jambo lingine ambalo Mwanahamisi naweza angazia ni kwamba kuna kitu kama language barrier. Hii inanipata ya kwamba kwa mfano mimi nimepata kazi tuseme pali kama Bungoma hivi, najipata kuwa sielewi ile lugha ambayo iko pale. Kwa hivyo mimi kama muuguzi itakuwa ni tatizo kwangu kujua kile ambacho kinachomsumbua inachosumbua yule mgonjwa. Jambo lingine ni kuwa kuna ule ubunifu wa teknolojia. There is a lot of changes kwa technology. Kwa hivyo unapata kuwa kama mtu ambaye amekaa pale kazini anapata ule ugumu wa kubadilika ama wa kubadilisha. Kwa mfano siku hizi watu wengi tunaandika vitu zetu kwa kompyuta ama tarakilishi. Kitambo tulikuwa tunaandika kwa makaratasi na tulikuwa na files. Lakini unapata kuwa ule muuguzi ambaye alianza kazi kitambo, itakuwa ngumu ama itakuwa tatizo kwenda kumbadilishia, uanze kumwambia afanye nini, aanze kujua kusoma ile tarakilishi, na pia inapoteza muda. It is time consuming. Jambo lingine mimi ningesema wauguzi wengi tunakumbwa na kazi mingi sana. Unapata muuguzi pia hata hapati wakati wa kwenda kujiangalia ambayo tunaita self care. Na mimi ningependa kuwahimiza na kuambia wauguzi wenzangu tupate ile self care. Kama unaweza enda pahali ukakuwa peke yako, ukuwe na zile trip, kama unapenda kuogelea na pia kuweza kuongea na watu wengine, ili ukaweza kuwa hauna zile changamoto na hujazibeba. Kwa sababu pia Mwanahamisi nimesema ya kwamba tukianzia pale, sisi kama wauguzi ni tabia yetu kujiweka kwa miguu ya yule mgonjwa. Kwa hivyo umepata ile matatizo yule mgonjwa amepitia, umepatiana dawa vizuri sana, lakini bado ile ugonjwa inaendelea. Kwa hivyo mimi nikiwa pale nyumbani, kwa mfano mimi vile nafanya mambo ya saratani, unajipata umeanza kutafuta yule mgonjwa kutoka pale nyumbani. Kwa hivyo usipokuwa na ile self care, utajipata umezongwa na mawazo, unapata hata hiyo mawazo unapelekea mpaka watoto wako nyumbani. Kwa hivyo mimi ningependa kuhimiza ya kwamba wauguzi wenzangu tusikae tu na mawazo yetu,
tuwe na mtu ambaye tunaweza ongelesha na pia tujue ama jinsi. There are a lot of activities tunaweza fanya wakati unasikia ile mawazo hiyo imekuwa mingi kwako. Jambo lingine mwana ambalo tunapitia ama changamoto ni kuwa unapata hakuna ule usawa, na si lazima si usawa wa kijinsia hapa naongelelea. Naongea kuhusiana na kwa mfano opportunity imetokea, kwa mfano kama training, kuna training ambayo imetokea. Unapata kwa mfano kama mimi ndiye mkubwa pahali, unapata nampendelea mtu fulani ndiye nitamchukua. Na kwa kawaida inafaa kuwa kila muuguzi anapata ile nafasi ya kwenda training moja ama ile conference. Jambo lingine ambalo ningependa kuangazia mwana ni ratio. Kwa mfano kwa Kenya kwa kawaida unapata kuwa ratio, unafaa kuwa na mgonjwa mmoja kwa ward, zile inpatient. Unafaa kuwa muuguzi mmoja kwa wagonjwa 6, lakini unapata saa zingine uko na wagonjwa kama 50 mwana. Ile kazi ambayo utaenda ni kitu ambacho kinatokea ama mwatuambia hapa tu. Sisi tukija hospitali tunaona wauguzi wengi. Unaona wengi, lakini kumbuka kwa hospitali kuna vitengo tofauti. Kwa maabara kunahitaji muuguzi, kwa emergency kunahitaji muuguzi, hiyo team inahitaji team leader. Kwa hivyo unapata wakati umepatiwa wagonjwa kama 50 ukiwa muuguzi, tunasema kwamba hata ile quality ile quality ya services ambazo utaenda kupatiana pale, hautasikia hata kukuwa na job satisfaction. Okay. Haya, nije kwako Hadija, manake changamoto ni kama hizo tunaziona ni nyingi, lakini wewe umejitoa mbali na kazi unayoifanya. Huku kando pia tumemsikia Eunice akizungumza kuhusiana na shirika lako ambalo unasaidia kutoa hamasisho kwa watu kutoa damu. Unaweza kumudu vipi kufanya kazi mbili? Ama ni kitu gani ambacho huwa kinakupatia msukumo wa kufanya kazi kama hizi? Si rahisi kwa kweli, kwa sababu kazini natakiwa kuwa kazi ambayo imeniajiri, nafaa kuwa kazini masaa 8 kwa siku. Na pia kwa upande mwingine kuna hao wagonjwa wengine ambao pia tunawasaidia na damu. Lakini nashukuru kupitia shirika langu tumeweza kuwa na volunteers ambao sasa pia wanaweza kunisaidia. Mimi nikiwa kazini, tuna shughuli ya kukusanya damu inaendelea, so yani tunajaribu kuzifanya zote sambamba. Sasa nitakuja kwako uje utueleze zaidi, manake ni kitu ambacho umekifanya na unaendelea kukifanya. Baadaye pengine tukimwonyesha mtazamaji ile shughuli unayoifanya, alafu utatueleza zaidi ule msukumo unaokupatia na mambo mengine. Kwa hivi sasa nadhani kama wanahabari wetu wako tayari, manake kawaida ya jukwaa la afya tunasema na wanahabari wetu ambao wako nyanjani. Sijui kama Ivan Sasiba yuko tayari upande ule mwingine. Naarifiwa kwamba hayuko tayari. Sasa tumezungumza mengi na bado tunaongea, lakini kuna hili swala la wanafunzi naona wamelichangamkia sana. Naomba tujibu haya maswali yao ndo tukiendelea tuwe tunaendelea. Huwa anasema habari Mwanahamisi, nilikuwa nataka kujua ukiwa na alama ya D+ unaweza fanya caregiver? Huyo ni mmoja. Alafu mwingine anasema does Kenyatta University take students with bridging grades? Utatueleza pia. What about mtu akiwa na grade ya D+ na anaweza fanya kozi ya nursing? Haya. Yani ni wengi tu ambao pengine hawajatimia zile grade ambazo umezisema, lakini wana ari. Kuna wengine nadhani mtu anapata alama ya C plain na bado unamkuta kwamba ameenda akafanya kozi ya nursing. Wewe inakuwa namna gani? So kwa nursing kuna viwango tofauti. Okay. So kuna ile certificate in nursing which ilikuwa inajaribu kuwa phased out katika nchi yetu, lakini kwa sababu ya haja ya nchi kuna pingamizi ilikuja, wakasema tuendelee, lakini kwa sehemu kadhaa, like ni sehemu chache sana ambao wana train certificate in nursing. So mtu yule mwenye amefanya certificate in nursing ndio walikuwa wanaanzia C-. Yeah, so au walikuwa wanaanza na certificate, lakini ukishafanya hiyo certificate unaweza, ukishahitimu unaweza enda ufanye tena diploma. So ina take a long time, lakini at least eventually utahitimu na diploma. Okay. So diploma ndio yenye tumesema unaanza na C plain, lakini C plain na C in math,
English, Kiswahili na biology. Okay, so that is when you can get into diploma. And then of course degree tumesema ni C+ pia kila kitu. So changamoto ya kuna kitu yenye mtu ameuliza caregiving. So kuna caregiving but now si nursing ina regulate. Kuna regulator wetu anaitwa Nursing Council of Kenya. So it has not been given the responsibility ya kuregulate caregiving, home caregiving. So as much as kuna watu ambao wanafanya independently caregiving, but in our country haina scope. Sasa hapo ndio shida iko. So watu wengi sana wameanza kutrain caregiving, lakini sasa haina scope. Kwa hivyo shida ni mtu atahitimu na caregiving, but then atapata kazi, especially in our government institutions. Okay. Kwa sababu hakuna scope ya hao. So chenye naweza imiza watu, kama mtu anaweza enda kwa website ya Nursing Council, aweze kuangalia kuingia katika training ya nursing unahitaji nini, so that aingie kwa the normal training colleges. So certificates, training is being provided by very few colleges in the country, kwa sababu vision ya nchi yetu ni kwamba, because nursing is a profession, nursing and midwifery is a profession, wacha tuingie at diploma level than kuanzia certificate. So hiyo ndio vision at the end of the day. So hata kama watu wameingia certificate, wanaimizwa wakisha qualify wanaenda wanafanya diploma, so that they can be professionals wenye wako licensed effectively. So kuna license ya certificate at the moment, lakini vision ya Nursing Council, eventually certificate will be phased out. Sawa sawa. Yeah. Nadhani kama ulivyosema tu, wakitaka maelezo zaidi wende katika huo mtandao na watapata kusaidika. Benson, kuna hili swala la wauguzi. Kama alivyosema ni kwamba wengi wakunga, wengi wakisikia mkunga wanamwangalia yule mkunga wa nyumbani. Na kuna maeneo mengine mpaka sasa watu wanaamini huduma za yule mkunga wa nyumbani kabisa kuliko kwenda hospitali. Ukiangalia pale tulivyofika kama taifa, unadhani kama muungano wa wakunga nchini unafanya mambo gani kuhakikisha kwamba yule mama pale nyumbani na hata mume wake wanajua umuhimu wa mtu kwenda hospitali na kupunguza, manake tunajua nia kubwa ni kupunguza vifo vya mama mjamzito na mtoto wakati wa kuzaliwa. Changamoto ziko wapi, na unadhani ni kitu gani ambacho bado kinafanya watu wengi wanakuwa wana imani zaidi na wale wakunga waliowazoea na kwamba walinizalisha mtoto wangu wa 5 mimi, kwa hivyo sioni haja? Kitu gani kinafanywa na changamoto ziko wapi ambazo zinafanya wengine bado wako nyuma, wamebakia? Nashukuru kwa swali. Nafikiri ipo hiyo changamoto ya wengine, baadhi ya watu wengine kuprefer kwamba wazalishwe na yule mkunga wa nyumbani. Kuna tofauti kubwa sana kati ya yule mkunga wa nyumbani na yule mkunga wa hospitalini. Yule mkunga wa hospitalini kuna kiwango fulani cha kuhitimu kwamba hata zile kuweza kuidentify, kuweza kutambua hatari kwa mgonjwa ziko juu kuliko yule mkunga wa nyumbani. Hana hiyo uwezo ya kuweza kutambua zile signs za hatari. Na nafikiri vile Eunice amesema, lile shirika letu la Midwifery Association of Kenya tunashughulika na ile inaitwa advocacy, kujulisha umma kwa mambo ya health education, na hata mahospitalini hicho kigezo kimewekwa kama kigezo muhimu cha kufunza umma zile huduma ambazo zipo. Kwa mfano, kuna ile inaitwa triage. Muuguzi ama mkunga ambaye amehitimu kwa kiwango cha diploma na degree na kuelekea, amefunzwa na kwa hali ya juu jinsi ya kutambua, kujua kutriage. Kule kwa mfano kama tuseme hapa ni hospitalini na kuna line ya wagonjwa,
yule muuguzi ama mkunga ako na uwezo wa kujua huyu ndiye mgonjwa wa kwanza wa kuweza mwenye nafaa kuonekana mapema ama kwa dharura na aidha daktari ama muuguzi. Yule muuguzi kwamba ako na uwezo wa yeye mwenyewe kufanya ile huduma ya kwanza kabla mgonjwa afikie daktari. Naomba nikurudishe nyuma hata kule kwa hiyo mafunzo yenye tunaendelea, vile Eunice alisema mapema kwamba tuna incorporate ile inaitwa customer care. Ile inachangia wananchi kusema kwamba wakunga na wauguzi ni watu wa kuongea vibaya, kwamba tunaendelea hivyo tukiongelesha nini, na hiyo health education tunaongelesha hata wagonjwa wakiingia kwenye hospitali kwamba hivi ndivyo huduma inastahili. Kwa mara nyingi mgonjwa huwa wanakuja wao, dhana ile wanakuwa nayo wagonjwa wa kiuma ni kwamba kama mimi nilifika mapema ninafaa kuonekana mapema na niende, lakini hospitali haifanyi kazi namna hiyo. Hospitali inafanya kazi tofauti na vile benki inaweza kufanya. Benki kama uliingia mapema ni pesa zako uende, lakini kwenye hospitali anaweza kuja mtu wa saa hii na tumpitishe kwenye hiyo queue aonekane mapema kulingana na vile jinsi amefika, hali yake ilivyo. Yes, sio ile first come first served kwa hospitali. Kwa hospitali ni worst come first served. Okay. Hiyo ndio nafikiri, hiyo ndio kitu wa umma hawaelewi. Kwa hivyo saa ingine wakiona tukifanya hivyo wanafikiri labda ni upendeleo, labda tunajuana na yule ambaye tumechukua tukahudumia, lakini kwetu kazi yetu kubwa ni kuzuia kifo. Kama tunaweza, hatuwezi kuzuia kifo. Kifo ipo imepangwa kwa binadamu, lakini ni kuzuia ile inaweza zuilika kwa wakati huo na kuzuia mgonjwa kuwa kwa hatari zaidi. Hiyo ndio kazi huwa tunafanya, na niongeze kwamba wauguzi na wakunga ni nguzo muhimu sana kwenye sekta ya afya, kwamba hao ndio uti wa mgongo. Ukiondoa wauguzi na uondoe wakunga kwenye sekta ya afya, utakuwa umeondoa kabisa sekta ya afya, kwa sababu haiwezi. Huyo ndiye mtu kwanza wa kuona mgonjwa mara ya kwanza na ni yeye wa mwisho kuona mgonjwa kabla mfikishe kwa daktari kabisa. Na ni yeye bado wa mwisho kumwona akienda nyumbani, na bado ni yeye atashinda na mgonjwa masaa mingi zaidi akiwa kwenye hospitali. Okay. Kwa hivyo hiyo ndio ningependa kuongeza hapo. Sawa sawa. Kabla tuendelee, mwanzo umezungumza hivyo ukasema kwamba wauguzi ni kiungo muhimu. Kuna mmoja hapa amesema pongezi kwa wauguzi kwa kazi nzuri. Nashukuru. Haya. Kwa hivi sasa naarifiwa kwamba moja kwa moja tuende katika eneo la Samburu, maanake mwanahabari wetu Boniface Barasa kule yuko tayari kusema nasi aweze kutufahamisha ni yapi ambayo ametuandalia. Chamadi, tunakuja moja kwa moja kutoka hospitali ya rufaa gatuzi la Samburu. Wale nyuma yangu wote ni wauguzi ambao wa mstari wa mbele kuwa wanafanikisha ganga za matabibu kwa wakazi wa gatuzi hili wanaposherehekea wiki yao. Tunao, hatutaki kuandikia mate ile tunawino. Majina yangu ninaitwa Peter Rodokia, I'm the county nursing officer, na wiki hii tunasherehekea wiki ya wauguzi. Najua ya kwamba katika community ya wafugaji kuna challenges mingi ambayo tunapitia, kama issues ya kupata matibabu, access kwa health services ni shida, kwa sababu watu hapa ni pastoralist na wanaenda mbalimbali. Na sasa sisi tukiwa wauguzi tunahakikisha ya kwamba huduma ya matibabu inawafikia. Nurses are always there. These are the people who are together with the patients during late night hours. They are the people to respond with emergencies as fast respondents. And nurses are compassionate people. We have a frequent insecurity because of bandits from the neighboring communities. Hii material inaathiri vipi kazi yenu? One thing, it has contributed to difficulty in accessing healthcare, because once we have insecurity, movement of people
to seek healthcare is quite constrained. There is also that persistent fear among health workers. Mpango wenu umesaidiaje kupunguza vifo vya kujifungua kwa kina mama? Tuko na maternal shelter ambaye tunaweka wamama ambao wanatoka mbali ili waweze kukaa hospitalini miezi 2 au zaidi, wasije wakajifungua nyumbani wasipate shida yoyote. So tunawamanage hapa wakati wako pregnant until wakati wanapojifungua. Tuko na so many things. Good things like huyo mama mwenye amekuja na shida na ameenda nyumbani na mtoto. Good thing like mtu mwenye amepigwa na bullet baragoi mpaka mara iko nje anahudumiwa na ana walk nyumbani akiwa sawa. Good thing kama kwa mfano mtu amevunjwa miguu yote 2 na anakuwa fixed na anarudi nyumbani akiwa sawa. Asante sana. Sawa, tumalize. Another challenge kwa health ni mambo ya tumekuwa na issues ya strikes, especially from the UHC staff, na katika county hii tuko na UHC staff karibu watu wafanyikazi 142 hapo, na kati ya hawa nurses ni karibu 70. Na unakuta ya kwamba our nurses wanafanya kazi mahali mbalimbali ambaye ni hardship areas, na terms of engagement by the national government, they are not friendly, so sometimes they are demotivated, and it's our appeal that the national government na county government waone vile wataweza chukua on board terms yao iwe the same pamoja na wale waajiriwa ambao wameajiriwa na county government. Thank you. Naam, asante sana Mwanahamisi Hamadi. Wauguzi hao wote wanashabikia kumpa mama tabasamu, mama anayefika hospitalini kusaka huduma za kujifungua na kuhakikisha kwamba anajifungua salama, anarudi nyumbani na mwanawe kupitia kitengo maalum ambacho wameanzisha katika vituo mbalimbali vya afya vya kaunti hii. Wenyewe wanasema maternal shelter, mazingira mazuri dhabiti ya kumwezesha mama kujifungua salama. Pia changamoto wanazokumbana nazo ambazo wameweza kuibua ni kama vile usalama, na pia wale maafisa wanaohudumu chini ya mpango wa UHC wakitaka serikali kuangazia masuala tata, changamoto ambazo zinawasibu na kuwapata mikataba ya kudumu. Niruhusu hitie kikomo. Naam, asante sana Barasa kwa kuzungumza na wauguzi katika kaunti hiyo ya Samburu, na waambie kwamba hata sisi tunawatambua kwa kazi yao nzuri ambayo wanaendelea kuifanya wiki hii, wakiwa wanaadhimisha wiki yao na sisi tuko pamoja nao. Mtazamaji, nachukua fursa hii kupumzika kidogo, tupate matangazo upande wa pili, lakini tutakaporudi tutafungua laini zetu za simu ambazo ni 0719 777 777 0719 777 777. Nadhani itakuwa imeandikwa hapo chini ya runinga. Na pia tukirudi tutakupatia fursa wewe kumtambua na kumsherehekea yule muuguzi ama mkunga ambaye unamkubali kazi yake, naye pia ajihisi kwamba amekuwa akifanya kazi nzuri katika jamii. Kwa hivyo iwapo una yeyote ambaye ungependa tumtambue na pia tumvishe taji lake, muda ndio huo. Tukirudi kupitia nambari zetu za arafa ambazo ni 22422. Hayo yote ni baada ya muda usiokuwa mrefu.